Naam, kwenye soka letu tunaanzia pale jijini Arusha, jiji la Afcon, jiji ambalo linajiandaa kwa ajili ya kuweza kuhodhi mashindano makubwa kwa mpira wa miguu barani Afrika kwa ngazi ya timu za taifa kwa maana ya Afcon, na tayari maandalizi yameanza pale. Sasa kinachozungumzwa kutoka pale jijini Arusha ni mchezo ambao ulikutanisha Simba dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulianza kwa Simba kunyavu zake kuweza kutazamwa, na huyu alikuwa ni Keflin ambaye aliweza kutafuta nafasi ya kumtungua Kasari na goli hilo ambalo ilibidi Simba sasa wafanye mkakati wa kuweza kulirudisha, ambapo mnyama Simba ametinga hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank kibabe baada ya kuichapa Dodoma Jiji magoli 3-1 jana Jumapili jioni kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Dodoma ilitangulia kupata goli kupitia kwa kiungo mshambuliaji Khalfin Hamdun Fini katika kipindi cha kwanza, lakini magoli mawili ya Selemani Mwalimu na moja la Anset Oura yalitosha kuipeleka Simba katika hatua hiyo ya robo finali. Selemani Mwalimu alichaguliwa kwa nyota bora wa mchezo baada ya mchezo huo kutamatika. Sasa tutarejea hapa kuweza kuangalia viwango vya timu zote mbili katika mchezo wa jana, lakini pia tukikumbuka na kile ambacho kilijiri kwenye ligi. Ulikuwa ni moja kati ya mchezo ambao ungevuta hisia kubwa, na hasa mara baada ya Simba kutanguliwa goli 1-0 kipindi cha kwanza mpaka wanaenda mapumziko, tayari walikuwa wamekwisha tandikwa bao 1-0. Hapa yupo Philip Mkeni pamoja na Michael Yera. Philip Mkeni, tunaitazama Simba ambayo ilicheza hivi karibuni mchezo wa ligi dhidi ya Dodoma, lakini kile kilichojiri katika mchezo wa ligi nadhani ndicho kile kilichokuja walichokuja kuanza nacho kwenye mchezo huu pia wa kombe la CRDB, na mapema tu Dodoma tunaona wanapata uongozi unawapeleka mpaka mapumziko wakiwa wanaongoza, lakini Simba inarudi kipindi cha pili kuweza kutafuta comeback na hatimaye wanafanikiwa. Nini ambacho ulikigundua kwenye jicho la kiuchambuzi wakati timu hizi mbili zote zinabadilishana vipindi? Kwanza kwenye hali ya kawaida utaona kwamba ilikuwa ni mechi ambayo timu zote mbili zilikuwa zinataka ushindi. Dodoma walikuwa wanaamini kwamba wana uwezo wa kushinda, lakini pia Simba nao walikuwa wanaamini wanaweza kushinda. Tofauti ya msimu na misimu mingine iliyopita ni kwamba unawaona hizi timu kubwa, mfano Simba, Yanga na Azam, zimekuaga na wachezaji ambao wanaweza kusema na tukabadilisha wachezaji 3 au 4 kwenye kikosi kwenda kwenye michuano hii ya CRDB, alafu hao wengine tutawatumia labda kwenye ligi na michuano mingine ya CAF. Lakini sasa hivi unachokiona kwenye mchezo kama huu, unaona Simba walienda kama vile wanaenda kucheza mechi ya ligi. Yaani kulikuwa hakuna ile rumu ya kusema ya kwamba labda tukipeleka kikosi hichi kinaweza kukashinda. Mwalimu alikuwa anaamini ya kwamba hii ni mechi ambayo anahitaji kushinda, timu yake inatakiwa kusonga mbele bila kujali ya kwamba anacheza na timu gani, bila kujali ya kwamba anacheza kombe gani, kwa sababu ukiwaona Dodoma kwenye ligi wanafanya vizuri, lakini wamekuja huku na hapo unaona ya kwamba wamewapa upinzani Simba. Kwenye ile ambayo tunazungumzia kwamba Simba wamedondosha pointi, zingine walidondosha kwa Dodoma pointi 2. Kwa hiyo walikuja kila mmoja akiwa naamini ya kwamba ni mechi ambayo wanaweza wakashinda. Hata baada ya Dodoma kupata goli, mimi nilifikiri ndio mechi ilianza kuchangamka zaidi. Kila timu ikawa bado inaonyesha uwezo wake. Dodoma walionyesha uwezo mzuri zaidi wa kulinda, ile nidhamu ya hali ya juu ya kulinda, kwa sababu mpaka tunaenda half time nafikiri Simba walikuwa wamepiga mashuti 8 langoni kwao, lakini kwenye yale mashuti 8 unaona walikuwa hawajapata goli lolote. Kwa hiyo nafikiri mpango wa mwalimu wa Simba kipindi cha pili alipojua kwamba bana tunatakiwa wakati mwingine tujaribu kupiga kutoka mbali, wakati mwingine tuwafungue kwa kupitia pembeni, ndicho ambacho kilikuja kuwafanya Simba wakapata ushindi kwenye hii mechi. Lakini kwa ujumla huwezi kuacha kuipongeza timu yote kati ya Simba na Dodoma. Kila mmoja alionyesha uwezo wake wa kutosha. Dodoma walionyesha kwamba hapa kwenye 16 bora wakufika bahati mbaya, lakini Simba nao walionyesha kwamba msimu uliopita walitolewa kwenye hatua ya nusu finali na sasa hivi wanahitaji angalau kufika pale au kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nzuri. Surprise mimi kwangu ni idadi ya mashabiki kwenye mchezo. Labda sijui nini ambacho kilitokea, hali ya hewa ilikuwa nzuri, lakini unaona mashabiki walikuwa ni wachache sana kwenye hii mechi. Na unataja mashabiki ambao kiingilio cha chini kiwa shilingi 10,000 mzunguko katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Ni sahihi kwa sababu ndio viingilio sehemu nyingi ambapo vinafanyika, lakini kuwa na idadi hiyo ni sehemu ambao pia wanakwenda kuandaa baadhi ya michezo ya Afcon. Kuna kitu ambacho kinatakiwa kifanyike, yani lazima waamini ya kwamba hii michezo wameletewa wao, nao wanatakiwa wazisupport zile timu. Unajua kwa Arusha ni muda mrefu hawajapata hizi timu za ligi kuu. Unapozipata basi ni vyema mkaziunga mkono.
Sawa, Michael, tuzungumze jinsi ambavyo Dodoma Jiji walifanikiwa kuondoka kipindi cha kwanza wakiwa wanaongozwa kwa bao 1-0 dhidi ya Simba. Mchezo ambao kidogo Amani Josia alionekana kumpatia wakati mgumu Steve Barker kipindi cha kwanza, lakini baadaye mambo yalivyorudi hali ikawa ni tofauti. Ukizungumza kiwango cha Dodoma Jiji, hauwezi kusema kwamba wanabahatisha katika hizi mechi mbili ambazo wamekutana na mnyama Simba. Mchezo ambao walicheza Dodoma kwenye ligi na huu mchezo ambao wamekuja kucheza Arusha kwenye CRDB ni michezo ambao inaonesha kabisa kwamba ni timu ambayo ilidhamiria kufanya kile ambacho ilikifanya. Ni kwa namna gani kocha Amani Josia alifanikiwa kumkamata Steve Barker kwenye kipindi cha kwanza, lakini mpango wake pia ukaenda ukafeli kipindi cha pili? Ni nyakati ambazo ukiangalia kwenye kipindi cha kwanza walifanya kile ambacho mara nyingi tunategemea timu ya daraja lao kukifanya dhidi ya top team kama Simba, kwamba tutakuwa na nyakati chache za kwenda kushambulia, lakini tunatakiwa kutumia hizo nyakati chache ambazo tunaenda kushambulia kwa usahihi zaidi. Mitego pekee ambayo unaitegemea kwenye mechi ya namna hii ni nyakati ambazo mtafanya transition ya haraka kwenda kwenye eneo la wapinzani na mtumie katika hali ya usahihi zaidi, kwa maana kukamilisha tukio la kupata goli kama ambavyo walipata wao mapema dakika ya 9. Ilikuwa ni nyakati ambazo unaona jinsi ambavyo walifanikiwa kwenye transition ya haraka ambayo walienda kutengeneza kwenye hizo dakika, kwa sababu ilikuwa ni move ambayo ukiangalia movement ya mpira ilikuwa ni setup ambayo ilienda kwa Kayanda, wakati mpira unakuwa blocked, yeye anaenda anaupata mpira wa pili anashoot. Hapakuwa na mambo mengi ambayo alikuwa anafanya kwenye kulitengeneza ile goli, kwa sababu hata pia namba wachezaji wa Simba ilikuwa inafanya cover nzuri kwenye kurudi kwenye ile eneo. Pengine kama angesubiri tena kwa sekunde chache tu, ulikuwa unaona kuna wachezaji wawili ambao walikuwa wanaenda kufanya ukabaji kwenye ile eneo, either angeondosha mpira ama ingekuwa sio rahisi kwa Dodoma kupata ile goli. Lakini ilikuwa ni action ambayo unasema ukipata moments kama hizi dhidi ya Simba unatakiwa kuzitumia katika hali ambayo itakuwa ni ya usahihi zaidi. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye takwimu unaona dakika 45 za kipindi cha kwanza ndio ilikuwa attempt pekee ambayo walifanya Dodoma Jiji, na ndio ambayo ilikuwa ni goli. Ilikuwa pia ni kipindi ambacho utawapongeza Dodoma kwa sababu walikuwa kwanza na concentration ambayo ilikuwa iko juu zaidi kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Unajaribu kuangalia makosa ambayo walikuwa wanayafanya, ilikuwa ni machache sana kwenye hizo dakika. Kuna muda pia walikuwa wanajaribu kuwanyima Simba uhuru zaidi wa kufanya vile ambavyo walikuwa wanaweza kufanya. Ukiangalia kwa upande wa Simba kwenye mechi, ni kama waliamua kutumia zaidi ya maeneo ya pembeni kwa ajili ya kutafuta magoli. Kwenye baadhi ya mechi unaweza kusema Simba anaweza akawa anatumia pande zote mbili kwenye kushambulia. Lakini first half mipira mingi ambayo Simba alikuwa anacheza, unavyozungumzia kwenye zile pattern of play, walikuwa wanapeleka sana mipira upande wa Shomari Kapombe. Mipira mingi ilikuwa inaenda kwa upande wa Shomari, then inarudishwa ndani kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kufunga. Sasa kipi ambacho kilikuwa kinakwama ni kwa sababu mipira mingi wakati inaenda kwa Shomari Kapombe, walinzi wa Dodoma walikuwa wako active sana kwenda kufanya clearance kwenye eneo la ndani ya kiwanja. Unajaribu kuangalia jinsi ambavyo walikuwa wanaenda kwa usahihi zaidi kwenye eneo la mwisho, kwamba wanategemea kwa sababu wao wako compact kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo ilikuwa tayari ni ngumu kwa Simba kupita kwenye eneo la katikati. Automatically mnatakiwa kuwa stretch, kuwapeleka kwenye maeneo ya pembeni ili mpate room ya kupiga cross ambazo zinaweza kawapa faida. Sasa kwenye kipindi cha kwanza ulikuwa unaona Simba alikuwa anajaribu kuoverload upande ambao Shomari Kapombe alikuwa anacheza. Lakini hizo cross ambazo zilikuwa zinapigwa zilikuwa zinafanikiwa kwa kiasi gani? Zilikuwa zifanikiwi kwa sababu tayari namba wachezaji ambao walikuwa nao Dodoma kwenye eneo la ndani wa kiwanja ilikuwa inatosha wao kuwapa hiyo nafasi ya kufanya clearance ama interception ama kublock. Wakati mwingine hata golikipa alikuwa anaweza kuihesabia vizuri hiyo mipira, ndio maana akawa kwa safe kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Na ukijaribu kuangalia hilo, angalia pia hata kwenye hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwa nini unaona kwamba Simba alikuwa na mpango wa overload upande wa Shomari Kapombe? Hata attempt nyingi ambazo zilikuwa zimefanywa hazikufanywa upande wa kushoto. Zilifanywa zaidi upande wa kulia. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango tu wa Dodoma kuona kwamba kumbe hawa wameona kwamba upande huu ndio unaweza kwa upande wao kushambulia zaidi. Kwa hiyo sisi tunaweza tukaweka concentration huku pia, tukawa naona jinsi gani ambao unaweza tukawazuia. Hata kwenye nyakati ambazo pengine wale wanaenda kuzuia watakuwa wamezidiwa, bado pia unaweza kuwa na backup nzuri kwenye eneo la kuzuia kwenye ile eneo. But like second half mambo yakabadilika.
Simba pia alibadilisha hata pattern of play, wakawa wanaenda kushambulia zaidi upande wa Nixon Kibabage. Ni kwa sababu Nixon atakupa faida kwenye maeneo mawili. Kwanza, eneo la umri wa kwake, bado ni kijana ambaye anaweza akakupa faida kwamba ataweza kufika kwenye box ya pinzani na kurudi kwa haraka zaidi. Ile up and down zile zikawa ni nyingi zaidi kwenye mechi. Anaweza akafika kwenye box kwa usahihi, akarudi kwenye box yake kwa usahihi kwenye kuzuia. Kwa hiyo mpango ulikuwa umebadilika. Kipindi cha pili Simba kushambulia tena sana kupitia upande wa Shomari Kapombe. Wakawa wanashambulia sana kupitia upande ambao alikuwa anacheza Nixon Kibabage, which magoli yote unaona alipatikana pia kupitia kwenye upande. Kwa hiyo ni kama Simba kwenye kipindi cha kwanza alikuwa ametengeneza pattern ya kucheza upande mmoja, Dodoma akawa amecounter vizuri ya second half wakawa kwa Philip Mkini, tunazungumza Simba ambayo hivi karibuni imegubikwa na wimbi pia la mashabiki kuzungumza kuhusiana na viwango vya wachezaji kadhaa kwenye timu, hasa eneo la ushambuliaji, eneo ambalo kwa sasa linaongozwa na Selemani Mwalimu wakisaidiana na washambuliaji wa pembeni pia ambao wapo pale Simba. Mchezo wa jana ambao Mwalimu alifanikiwa kufunga magoli mawili katika matatu, lakini Oura pia akifunga goli moja katika matatu. Ilitosha kutuma ujumbe gani kwa mashabiki kwa kile ambacho Selemani Mwalimu alikifanya, lakini pia Oura alikifanya? Nafikiri ni walifanya kwanza kazi yao vizuri, kwa sababu ukitazama kuanzia mwanzo wakati mechi inaanza utaona kwamba kila mmoja kama vile Mwalimu alikuwa amewatuma kwamba nendeni mkafanye kazi ya kutafuta magoli mengi zaidi kwenye huu mchezo. Walitengeneza nafasi nyingi, lakini ukimwacha tu Mwalimu ambao mimi pamoja na inawezekana watu wengine wakawa wanazungumza tofauti, lakini kwangu mimi kwenye idadi ya magoli ambayo amefunga mpaka sasa hivi ukicombine kwenye mashindano yote nafikiri yanafika magoli 8. Magoli 8 sio machache sana kwa wachezaji wengi wa Afrika. Mara nyingi wanatakaga angalau afike goli 10 na kuendelea. Kwao ni namba ambayo unaona anaweza akaifikia, lakini jinsi ambavyo wametengeneza nafasi, jinsi ambavyo amekuwa na ile hamu ya kutaka kuonesha ya kwamba ana uwezo wa kufunga. Achana na goli la kwanza ambalo Mwalimu alifunga kwa kichwa, lakini tazama nafasi ya lile goli la pili. Naamini kama Mwalimu angepoteza ule mpira, kungekuwa kuna maneno mengi sana ya kwamba huyu ni mchoyo. Lakini nafikiri mimi kwenye aina ya mastrika wengi hivyo ndio inavyotakiwa kuwa. Wakati mwingine ukipata nafasi uko katikati ya goli, kama wewe ni mshambuliaji kazi yako ni kufunga. Na nafikiri mimi alifanya kazi yake vizuri. Kwenye aina ya wachezaji wetu ambao tunategemea kwenye timu ya taifa, hii ni level ambayo inatakiwa. Kwa Simba nafikiri itakuwa imeshusha pressure, kwa sababu ni muda mrefu sana hawajapata ushindi wa magoli mengi, kuanzia magoli 3, 2 na kuendelea. Kwa hiyo hii itakuwa imeendelea kuongezea ile hali ya kujiamini sana kwao. Lakini kikubwa ni kwamba pamoja na ushindi huo wanatakiwa kuzitumia zaidi nafasi, kwa sababu hata nafasi ambazo wamefunga Simba unaona zilikuwa ni ngumu kuliko zile nyingi ambazo walikuwa wamepoteza. Simba nafikiri mpaka unafika half time walikuwa wamepiga kona nafikiri ni 9 kama sio 8. Lakini zote utaziona zilikuwa zinapigwa kichwa, anapiga beki wa kwanza aleko mbele kabisa pale kwenye mstari, nyingine anadaka goalkeeper. Kwa hiyo kuna aina ya nafasi ambazo Simba wanatakiwa wakizipata wahakikisha kwamba wanazitumia, pamoja na kwamba ushindi huu wameupata. Kinachowasaidia wakati mwingine mtu anaona kwamba Simba wafungi sana, ni kwa sababu timu ina uwezo wa kutengeneza sana nafasi. Yaani ile mipira ambayo inashuka pale kwenye box, alikuwa anazungumza Michael hapo, mipira ambayo walikuwa Simba wanapiga pale kwenye box, zile crosses zilikuwa ni nyingi sana kiasi kwamba ulikuwa unaweza kusema ingekuwa timu nyingine hapa ingeweza kuondoka na ushindi wa goli 6 au goli 5 kwa sababu ya nature ya jinsi mchezo ulivyo. Lakini kufunga nafikiri ni kazi ya washambuliaji. Mshambuliaji amefanya kazi yake, kwangu mimi ni mpongeze, ni kazi nzuri, pamoja na kwamba kuna goli lingine ambalo alikosa, ulikuwa unaweza kuona kwamba angeweza akafunga hat-trick kwenye mchezo huu, ingekuwa hat-trick nafikiri ni ya 6 kwenye mashindano ya FA msimu huu. Lakini bad luck, ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi huko mbele. Sawa, Michael, tutazame kile ambacho pia kinafanyika kwa kocha Steve Barker. Tangu amekuja nchini akapewa timu akaanza nayo kwenye mashindano ya Mapinduzi, lakini hakufanikiwa kufanya vizuri kwenye mashindano yale kwa maana ya kuchukua ubingwa, lakini baadaye akaanza kuinoa timu. Mpaka sasa hivi wewe ni miongoni mwa vijana wadogo ambao sasa hivi wanaingia kwenye ukocha ama mnasomea ukocha mpira. Unamuona Steve Barker na timu ambayo anainoa, kitu gani ambacho amefanikiwa kukibadilisha kutoka awali
kilichokuwepo ama kitu kipi ambacho sasa hivi unaweza ukasema kwamba Simba inacheza tofauti na makocha wengine ambao waliwahi kupita, Pantev alivyokuwepo, lakini na makocha wengine ambao Fadlu Davis baada ya kuondoka, imetoka wapi na ilipo inaelekea wapi chini ya Steve Barker? Kwa Steve Barker kitu ambacho amekifanya kwenye timu kwanza ni kuifanya timu ambayo ina kasi kwa muda mwingi wa mchezo. Kwa mechi nyingi ambazo Simba amecheza imekuwa ni timu ambayo ukidelay kidogo kwenye eneo la kasi unaweza kukuta kwamba unakuwa kwenye wakati mgumu, lakini hiyo kasi pia inategemeana na uharaka wa matendo ambao wachezaji wanakuwa wamesisitizwa kuyafanya kiwanjani. Umeifanya pia timu kuwa kwenye huo ufanisi wa kufika zaidi kwenye box ya wapinzani kwa uharaka zaidi kuliko vile ambavyo anaweza akatumia njia nyingi mpaka kulifikia box ya wapinzani. Kwa sasa unaweza kuona Simba kwa jinsi ambavyo wanacheza, unaweza kuona faida nyingine ambayo Simba anaipata kwa material ambazo wako nazo, ambazo Steve Barker pia amekuwa akizitumia katika njia ambayo ni ya usahihi zaidi. Ana faida kwamba tukiupata mpira pengine sehemu ambao utaenda kudelay ni kwa wale watu ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni mwa kiwanja, wale mawinga, na una delay kwa sababu ya tabia binafsi za wachezaji wenyewe, kwamba akiupata mpira Libase Gay ni kama anaupoza afu anatafuta sehemu ya kwanza kuingia kwenda kushambulia. Sasa hiyo ni issue ambayo utamweka kocha pembeni, pengine utasema ni tabia ya mchezaji ambaye anaweza akaifanya. Lakini kingine ambacho kwa Simba unajaribu kukiona kwa sasa kimeongezeka ni ile kasi ya transitions ambazo wanazifanya kuelekea kwa wapinzani imeonekana kuongezeka sana, na mara kadhaa wameonekana kufaidika kwenye hilo, kwa maana jinsi ambavyo timu inapata mpira na jinsi ambavyo ana react kwa uharaka kwenye eneo la kwenda kushambulia imekuwa pia ni kitu kingine ambacho kimebakia kuwa ni kizuri zaidi kwa upande wa kwao, kiasi ambacho mara nyingi unaona timu ikiwa ime kidogo tu kwenye eneo la kufanya cover kwenye maeneo ambayo wanaenda kukaba, wanaweza kawa wanajikuta wanaadhibiwa kwenye hizo nyakati ambazo Simba anakwenda kushambulia. Okay. Lakini kwa Steve Barker kitu kingine ambacho unaona amefanikiwa ni angalau kupata kikosi ambacho hakina mabadiliko ya mara kwa mara. Hilo ni jambo ambalo kwa mwalimu ambaye ameingia kwenye kipindi cha dirisha dogo, kipindi cha katikati wakati ligi imeanza, na kupata starting 11 ambayo unajua kwamba hii ndio itakuwa ni kikosi changu cha kwanza ambacho kitanipa balance nzuri kwenye kuzuia na kwenye kushambulia. Ni jambo lingine ambalo Steve Barker amelifanya katika nyakati ambazo ameingia kwenye kikosi. Sawa.